Kama maneno matatu, la kwanza ni shukrani na la pili ni kuweza kuheshimu kazi ambayo inafanywa na daktari katibu Gervas Kasiga pamoja na presida wa shirikisho, lakini la mwisho ni matarajio makubwa sana watu watarajie, kwa sababu hii ni kama industry imeibeba mabegani, so watu watarajie matarajio makubwa sana, ingawaje mimi mwenyewe pia nataraji matarajio makubwa kwa sababu naona ni mwanga wa industry yangu ambayo naifanya. Okay, fursa hii kubwa inakuwa ina heshima kubwa sana kwa upande wako, lakini pia wako ambao wanatazama kwa namna tofauti kwamba kwa nini akawa Gabo tu? Why inakuwa hivyo? Yani swali hilo Gervas Kasiga angelijibu vizuri, lakini ukiona mpaka anachaguliwa mtu, basi kuna vigezo, haiwi tu haraka, haiwi tu ghafla, ni utaratibu ambao watu wanakuwa umetazama, huyu akienda atafanya hivi na hivi na hivi. Gabo anajitofautisha vipi na wasanii wengine wa kiume nchini Tanzania? Si tofauti na wasanii wengine. Gabo ni na wasanii wengine ni sawa na wasanii wengine, lakini anachokifanya Gabo huenda ndio kwa kinamtofautisha kwamba hiki na hiki kiko tofauti. Yeah. Kasiga, safari ya Gabo inaleta matunda makubwa sana na tunaona nyie kama bodi mmeamua kulisimamia hili. Labda utuambie tu kama kiongozi katika hili, nini matarajio na pia unaona nini kikubwa? Gabo anaenda kuleta matarajio makubwa sana. Tumempeleka kwa sababu ya filamu yake ya Mwamwindi ambayo tumeona namna ambayo inaweza kujenga historia katika kutengeneza filamu, na anapoenda kwenye mafunzo haya yanahusu utamaduni pamoja na utalii katika namna ya kuwekeza kwenye filamu. Kwa hivyo Gabo ameshatoa mfano kutoka Mwamwindi. Sasa tunaamini anapoenda kufanya mafunzo haya, anapokuja tutapata Mwamwindi nyingi zaidi ambazo zitasaidia sana sekta yetu kwenda mbele zaidi. Okay. Kwa haraka movie ile kwa character ambayo imefanyika pale, jicho lake mnaliona katika jicho gani sana? Yaani madhumuni makubwa hasa kwa upande wenu, mnaona kwamba lengo lake la kuigiza vile alikuwa anataka kufundisha nini zaidi? Kikubwa ni kuonesha kwamba tuna hadhina kubwa ya hadithi za kihistoria ambazo kama hizo umeziona kwenye Mwamwindi. Mwamwindi ilikuwa inaleta hiyo dhana kubwa ya kihistoria, ni hadithi ya kweli, ambao hizi ni hadithi ambazo ukiziweka katika filamu zinagusa mioyo mingi ya watu, lakini zinatoa nafasi pia watu kujifunza kwenye dhana kubwa za uongozi. Kwa hivyo tunaona tunavyompatia nafasi kama hii, tunaenda kuibua sasa zile hadithi nyingi za kihistoria za kitamaduni ambazo zinaweza kutupeleka mbele kama ilivyokuwa Mwamwindi. Kwa hiyo tunaamini Gabo anapokwenda China, akirudi tutakuwa na hadhina kubwa ya mtu ambaye ana maarifa ambayo atayaambukiza kwa wanatasnia wengine, na wote tutaweza kufika mbali zaidi. Na hii yote niseme ni mchango mkubwa wa Mheshimiwa Rais ambaye ni mwanadiplomasia namba 1, ambaye sisi kupitia yeye diplomasia kubwa anayoijenga kati ya Tanzania na Jamhuri ya Watu wa China, na sisi sasa tunakwenda mbele zaidi kuhakikisha kwamba tunatumia hiyo fursa yake ya kutuunganisha kidiplomasia na sisi kutengeneza mazingira mazuri zaidi ya kupata hizi fursa na kuwapatia wanatasnia wetu na wanatasnia wetu kwenda mbele zaidi. Sasa Dr. Kasiga, wasanii wa maigizo waishi vipi sasa? Wafanyaje na waendelee kupata fursa za kwenda China kama Gabo? Muhimu wafanye kazi kwa bidii, wawe na umoja, tuondoe mifarakano katika tasnia yetu, na sisi bodi ya filamu tuna macho marefu, serikali ina macho marefu, itaona mtu anayefanya vizuri. Tunapopata fursa hizi ambazo tunazitengeneza bodi ya filamu, na kimsingi tunahangaika sana kutafuta hizi fursa, basi tutazileta kwa wao. Hivi kidogo watu wote wanaweza kufika China kuhakikisha kwamba tunatengeneza ile mawazo ya kimataifa ya kiumataifa katika kutengeneza filamu. Tumekwenda China, tumekwenda Korea, tumetengeneza watu kwenda Urusi, tumekwenda Ethiopia, na tutakwenda mbali zaidi kuhakikisha kwamba tasnia yetu ya filamu inakuwa tasnia bora zaidi hapa nchini, lakini na duniani kwa ujumla. Shukrani sana Dr. Kasiga. Karibu sana.